Joseph alitamani Mobutu, maisha moja, hatima moja. Mtu huyu mkubwa wa historia ya Kongo alikuwa rais wa pili wa DRC, aliyeitwa jina wakati huo Zaire. Baada ya zaidi ya miaka 30 tangu kupotea kwake kwa kusikitisha na kwa mpango wa familia yake ya kibiolojia, hati za kihistoria za mkuu wa zamani wa jimbo Mobutu Sese Seko sasa zinaonyeshwa kwenye makumbusho ya kitaifa. Rais wa Jamhuri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alifanya ziara hii Jumanne asubuhi. Mchana alifanya ziara iliyoongozwa kwenye makumbusho ya kitaifa ambako historia yote ya Mobutu inaonyeshwa kwenye kumbi na mezanine za makumbusho ya kitaifa. Akipokelewa na Zanga Mobutu, mwana wa aliyekuwa kiongozi wa nchi, akiwa na mke wake, Rais Félix Tshisekedi alichukua picha na familia ya Mobutu kabla ya kuanza ziara. Chini ya maelezo ya Zanga Mobutu, kiongozi wa nchi alifanya mapitio ya kina na yaliyo na nyaraka kuhusu maisha ya Marshal Mobutu kuanzia ujana wake hadi utawala wake wa miaka 32 akiwa mkuu wa nchi. Kiongozi wa nchi Félix Tshisekedi aligundua kitu cha kipekee chini ya picha adimu kutoka kwenye hazina binafsi na za umma, pamoja na vitu vya kibinafsi na vya alama vilivyokuwa mali yake. Wa rais wa zamani wa Zaire, hasa viti vya enzi ambavyo rais wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikalia. Maonyesho haya yaliyoanzishwa na familia yanalenga kuonyesha ulimwenguni sura nyingine ya Marshal Mobutu, badala ya ile ya madikteta ambayo umma, kitaifa na magharibi umemjua. Zaidi ya kumbukumbu rahisi, onyesho hili ambalo halijawahi kutokea ni karibu kama wakati wa kumbukumbu ya pamoja na kutafakari juu ya maisha ya Marshal Mobutu Sese Seko. Majukumu yake ya ukumbusho yanaonyesha umakini maalum kwa vijana, mara nyingi warithi wa historia ambayo haijulikani kidogo au iliyogawanyika. Mlinzi wa taifa la Kongo, Félix Tshisekedi alimaliza ziara yake kwa kusaini katika vitabu vya dhahabu vya miaka kadhaa. Neno moja tu limetamkwa kwa kumbukumbu ya mtu huyu, ambaye safari yake imeacha alama kwa miaka 32 katika historia ya Jamhuri ya Zaire. Sasa twende ndani ya nchi, hasa katika mji wa kihistoria na utalii wa bandari wa Matadi, makao makuu ya mkoa wa Kongo Central, ili kuwafahamisha kwamba katika siku 16 za kazi katika sehemu hii ya eneo la taifa, waziri mdogo wa ulinzi alifanya shughuli nyingi za kitaalamu zenye matokeo makubwa ya kiusalama. Kwanza aliongoza mkutano wa baraza la usalama la mkoa na kisha akazungumza na viongozi wa mkoa huo kwa undani zaidi, pamoja na Saje Malim Matakinosine. Haya ni kwa muhtasari. Mara tu alipowasili maeneo 6 katika mji wa Matadi, misafara ya waziri mdogo wa ulinzi wa taifa anayeshughulikia mashujaa wa zamani, na misafara hiyo ikaelekea makao makuu ya FARDC ambako aliongoza kutoka Iran kwa takriban saa 2 mkutano muhimu wa usalama wa mkoa kati ya maafisa wa jeshi na watumishi, kitengo cha mijini cha mashujaa wa zamani katika kanda ya pili ya kijeshi. Kisha baada ya hapo, misafara hiyo ikaenda kwenye kitengo cha mijini cha mashujaa wa zamani ili kujionea hali za kazi za watumishi wa utawala. Akitumia fursa ya kukaa kwake kwa muda mfupi huko Matadi, mawaziri walioteuliwa wa ulinzi wa taifa wanaoshughulikia mashujaa wa zamani walikutana na kubadilishana mawazo na mashujaa wa zamani, wote wakiwa na umri wa miaka 91. Hawa ni mashujaa wawili waliopigana bega kwa bega na Waflamingi na Wasudani kati ya miaka ya 60 hadi 65. Wanafuatiliwa, wanatembelea ukaguzi katika eneo la mashujaa wa zamani. Mawaziri walioteuliwa wa ulinzi wa taifa wanaoshughulikia mashujaa wa zamani wanawapa msaada wa ziada. Kwa mwingine, akitoa heshima zake kwa gavana wa Promenade ya Kati Kongo, Grace Milolo. Kwa pamoja walijadili lengo la jumla la misheni yake ya utalii katika sehemu hii ya eneo la kitaifa. Hapo taarifa ya maveterani wengi, lakini pia kuona maveterani hao walikuwa katika hali gani. Masharti ya kazi ya wale wanaofanya kazi ndani ya idara ya masuala ya veterans. Hapa tunadai haki za maveterani.
Wajumbe hawa wakiongozwa na mawaziri waliokabidhiwa ulinzi wa taifa na kusimamia maveterani pamoja na etamboiles, mchezo wa maneno unaochanganya na etamboiles, walielekea Boma kuendelea na misheni yao. Turudi Kinshasa, lakini tubaki ndani ya wigo wa majeshi yetu kulinda rafiki ambaye alinaswa akichapisha picha za siri akiwa amevalia sare za kijeshi kwenye TikTok. Afisa Kibali kutoka FARDC yetu alihukumiwa katika mahakama ya kijeshi ya Gombe Garrisons. Ameketi katika Camp Kokolo. Picha na maoni. Mahakama ya kijeshi ya Garrisons ya Kinshasa Gombe ilifanya kikao hadhara Jumatatu 27 Oktoba 2025 ambapo kesi ilisikilizwa. Mwendesha mashtaka wa kijeshi dhidi ya afisa wa kike wa kijeshi, Ebabi Bongama Blanche Sara, katibu msaidizi wa idara ya usalama wa kijeshi katika makao makuu ya ujasusi. Mhusika huyu anashtakiwa kwa kukiuka telegramu za mkuu wa majeshi 23 Desemba 2021. Yaliyomo kwenye telegramu hizi yanakataza askari yeyote wa FARDC kujionyesha ikiwa kwenye sare, kuchapisha picha za selfie, nyaraka za kijeshi au picha ambazo hazijaruhusiwa. Maneno, nembo, vibonzo vinavyodhalilisha heshima, utu na uaminifu wa FARDC kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, mtuhumiwa Adidon Nababi alikamatwa na kuwekwa mikononi mwa vyombo vya sheria baada ya kuchapisha picha na video ambazo zilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii hasa TikTok. Wakili wa mtuhumiwa aliomba kesi iahirishwe hadi weekend kwa kukosa ushahidi. Kwa kujibu, upande wa mashtaka ulifafanua kuwa katika kesi za makosa ya wazi ni matukio yenyewe yanayozungumza. Hivyo basi aliomba mahakama iangalie picha hizo. Mtuhumiwa kama alivyosema Ibabi alikana ndiye aliyechapisha. Utetezi ukaomba kuonekana mpiga picha kutoka Rausure. Ukijua wazi kuwa utashitakiwa kwa hili, ulijibu nini? Kwa kuwa si mimi niliyeichapisha, sehemu hizo zilikuwa za kibinafsi. Sio mimi niliyeweka video. Ili kuelimisha mahakama, marais wa mahakama wakuu Safaris Classes walisimamisha kusikilizwa ili kuruhusu wapiga picha kutoka studio ya Rausir kuonekana. Ni Jumanne, Oktoba 28 saa 9 asubuhi mbele ya mahakama. Majaribio haya yaliyopangwa kwa njia inayodhibitiwa yanalenga kutumika kama zana ya elimu kwa wanajeshi wanaohusika kuhusu vitendo vyao kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tuko katika sekta ya jeshi letu ili kukujulisha kuwa maafisa walioidhinishwa FARDC wako katika mafunzo ya kuwajengea uwezo katika umilisi na utumiaji wa usimamizi wa kimantiki uliozingatia matokeo halisi ya vikao vilivyoandaliwa kwa ushirikiano na MONUSCO, kama Nicole Sisepo Luka anavyotuarifu. Warsha hii ya siku 3 itawawezesha washiriki, hasa maafisa wa FARDC, kuimarisha ujuzi wao kwa uelewa bora wa dhana na misingi ya usimamizi unaolenga matokeo. Changamoto za kiusalama ambazo FARDC wanakabiliana nazo zinahitaji mipango makini. Ninawahimiza kukabiliana na kazi hizi kwa moyo wa uwazi, umakini na kushirikiana uzoefu, kwa sababu ni kwa pamoja ndipo tutakapojenga taasisi za usalama zilizo imara zaidi, zenye uwajibikaji zaidi na zinazolenga matokeo. Hii ilikuwa fursa kwa Jenerali Mkuu Justine Chichi, mkuu wa idara ya vifaa wa FARDC, kutoa heshima kwa kamanda mkuu wa FARDC kwa juhudi zake nyingi za kuboresha jeshi la Kongo. Lengo letu la pamoja ni wazi na ni kufanya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa jeshi la kisasa lenye nidhamu, utendaji mzuri na ufanisi. Na liwe mfano, liweze kulinda taifa, kuwalinda raia wake na kuchangia katika utulivu wa eneo hili. Mkutano huu unanufaika na msaada wa kiufundi na vifaa kutoka kitengo cha mageuzi ya sekta ya usalama cha MONUSCO. Tukibadilisha mada, tunakufahamisha kwamba katika siku hii ya kazi nchini Serbia, waziri wa serikali anayehusika na maendeleo ya vijijini ametembelea makampuni maalum yanayojishughulisha na ujenzi wa matrekta na mbolea nyingine kwa ajili ya kubadilisha maeneo yetu ya vijijini.
nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sivyo, Marie Carlon Moses? Serbia, nchi ya Ulaya iliyoko kusini mwa rasi ya Balkans, ina ardhi yenye rutuba kwa mazao mbalimbali kama vile mahindi, ngano, alizeti, miwa, beetroot na pia inajishughulisha na ufugaji. Kilimo cha Serbia ni sekta muhimu katika uchumi wake. Waziri wa maendeleo ya vijijini, mhandisi Grigor Mutombe, alikwenda mwenyewe kujifunza kutoka kwa mfano wa Serbia ili kuchochea maendeleo ya maeneo ya vijijini na kuvutia wawekezaji kupitia ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi. Mhandisi Grigor Mutombe alitembelea makampuni kadhaa kama vile kampuni ya Agromhanika ambayo inajishughulisha na utengenezaji na uunganishaji wa matrekta. Kampuni ya Mine Group yenyewe inabobea katika usambazaji wa maji safi ya kunywa na Ethyl Group. Kampuni moja iliyoko kwenye mto Danube nchini Serbia inajishughulisha na uzalishaji wa elastidi za fosforasi. Akiwa ameandamana na balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Serbia, waziri wa maendeleo ya vijijini, mhandisi Grigor Mutombe, alisifu azma ya kuunda ajira na hasa kuchangia katika kuimarisha uchumi wa nchi. Huu ni mradi ambao rais wa nchi alitaka tuufanye. Hii ni safari ya aina ambayo imetuwezesha kuelewa jinsi maendeleo ya vijijini yanavyofanya kazi katika nchi nyingine, kutembelea barabara, upatikanaji wa maji safi na makampuni yanayofanya kazi katika maeneo ya vijijini. Kama hatutakuwa na makampuni katika maeneo ya vijijini, kutakuwa na uhamaji wa watu kutoka vijijini kila wakati. Mkuu wa maendeleo ya vijijini, mhandisi Grigor Mutombe, anaendelea na safari yake nchini Serbia. Lengo ni kuendeleza maeneo ya vijijini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Dirk, lakini hebu tubadilishe mada na mwenzetu Rod Panda ambaye anatufahamisha kuwa kuanzia tarehe 19 Oktoba hadi 30 Novemba ijayo, muda wa kuhesabu siku kuelekea mwisho rasmi wa ugonjwa wa virusi vya Ebola umeanza. Na hili ni kinyume na uvumi unaosambazwa miongoni mwa wananchi. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, uratibu wa mfumo wa usimamizi wa majibu umethibitisha hilo. Rod Panda: mbele ya wataalamu wa vyombo vya habari tukio hilo, meneja Kitengwe Richard akiendesha pamoja mkutano huu wa kila wiki tarehe 25 Oktoba 2025 pamoja na meneja msaidizi wa tukio wa mfumo wa usimamizi wa tukio SGI wa ugonjwa wa virusi vya Ebola MV na meneja wa tukio wa UHO DECT. Mori alitoa ufafanuzi muhimu. Ugonjwa unaendelea na bado upo Bulap, mkoa wa Kasai. Wenza wake wa uendeshaji Lima Gasto Chapenda na Daktari Muri kutoka UHO pia walisisitiza umuhimu wa kuheshimu siku iliyosalia. Tuna kesi 64 na kati ya 64 tuna kesi 53 zilizothibitishwa na 11 zinazowezekana. Tumewatoa wagonjwa 19 katika kituo cha matibabu. Nambari 19 ilikuwa kesi ya mwisho iliyothibitishwa kuondoka kwenye kituo cha matibabu. Aliwaambia watu wote kuhesabu. Kuanzia tarehe 20 inahesabu siku 42. Na siku 42 huko ni kama kipindi cha usalama kujihakikishia kuwa hakuna msururu mwingine uliofichwa wa maambukizi. Na wakati huo waziri wa kitaifa atatangaza mwisho wa janga hilo. Kama unavyojua, ugonjwa wa virusi vya Ebola haujifichi. Mwisho wake itakuwa kifo, mauti. Na hivyo basi katika kipindi hiki vifo vyote upimwa mara moja ili kuhakikisha kwamba mtu hakufi kwa Ebola. Kwa juhudi hizi za pamoja, ugonjwa umebaki kudhibitiwa Bulap pekee. Majibu yanaendelea, uangalizi bado unaendelea. Tunaelekea mjini Mbandaka. Tuko katika mji mkuu wa jimbo la Equateur ambako gavana wa eneo hili la Kongo amejitangaza vitani dhidi ya bidhaa zinazoua na bidhaa ambazo hazifai kwa matumizi ya binadamu. Hii ndiyo sababu iliyomfanya achukue hatua hiyo. Mkutano wa sekta mbalimbali na washirika tofauti. Mashahidi wa tukio hili ni mimi Etaka Busekota na Fiston Bukuma Mbwela kutoka RTNC Mbandaka. Wakiwa wamekusanyika chini ya wenyekiti wa gavana wa jimbo Bolo Kobolumbu Bobo, mratibu wa mkoa wa kamati ya sekta mbalimbali ya Pronanut, mpango wa kitaifa wa lishe.
Mkutano huu uliwakutanisha wizara zinazohusika na lishe zikiwemo za afya, uchumi, fedha, jinsia, familia, watoto pamoja na kilimo, uvuvi na ufugaji. Lengo lilikuwa ni kuweka amri ya mkoa inayopiga marufuku uuzaji haramu wa virutubisho vya lishe, yaani mpango wa Peanut na mpango wa PSAP, na matumizi yao kupita kiasi na watu wenye afya njema. Tuchukue nafasi ya kuzungumza. Gavana Bolo Kobolumbo Bobo, mratibu wa mkoa wa kamati ya sekta mbalimbali, baada ya kuwasihi wote kufanya kazi yao kwa weledi wa hali ya juu, aliahidi adhabu kali kwa wale watakaokaidi. Kwa upande wa ujumbe wa Pronanut kutoka Kinshasa, Bi Bumbaka Yolande, mkuu wa kitengo cha vifaa, aliambatana na Dkt. Elvis Utika. Anaongea. Mkoa wa Ecuador ulikosa pembejeo za lishe. Mfereji wa gavana wetu Mheshimiwa Bobo Bonoko, tumefanikiwa kuwasilisha katoni 600 za pembejeo za lishe kutoka Kinshasa. Kama ni hivyo, tunaomba umma banda gare si kwa watu wa kawaida kama mimi kula nyanda za pinate, kwa sababu kuna athari. Unapoitumia utapata magonjwa kama vile kifua kikuu, shinikizo la damu na kichefuchefu. Kumbuka kwamba jimbo la Equateur ndilo la kwanza kupokea kundi kubwa la katoni 600 za lishe ya ndani kutokana na hisia ya usimamizi ya gavana wake Bolo Mo Bobo. Tureje Kinshasa pamoja na dada yetu Beatrice Chakou Bangala na Apon Zouze, ambao wanatufahamisha kwamba kama ilivyo kwa wengine alma mater wa Kongo ambao wameheshimu maagizo ya wizara. Kuhusu kalenda zako za masomo, taasisi ya juu ya sanaa na ufundi ISAM pia imeanza mwaka wa masomo, fursa nzuri kwa mkurugenzi mkuu kuwakaribisha wanafunzi wapya. Beatrice Chakou. ISAM iliwakaribisha wanafunzi wake wapya katika mazingira matakatifu na hivyo kufungua wiki ya jadi ya kisayansi. Kwa siku 3, wajenzi hawa wa baadaye wa jamhuri wataanzishwa kwa misingi ya maisha ya chuo kikuu, yaani ushirikiano, afya na ustawi, ushirikishwaji wa shule, mbinu ya kazi ya kitaaluma na kujenga mradi imara wa kitaaluma. Kuzungumza na wanafunzi hawa, kuwaambia kile kinachowangoja, kile wanachojitolea, na zaidi ya yote kuwafahamisha kulichukua kwa uzito. Hatua ya kwanza wanayoijaribu hapa Kinshasa. Na zaidi ya yote, tuliwasiliana nao kwamba mwaka huu wa masomo ni maalum kwa ubora, kwa sababu huko ISAM Kinshasa hatufundishi akili tu, lakini tunafundisha tunataka mwanaume awe mtu kamili. Hivi ndivyo hali ya warsha yetu ya baadaye ya viwanda ambayo tutazindua hivi karibuni. Na warsha hii ya viwanda itabeba jina la First Lady. Taasisi hii ambayo imepokea wanafunzi zaidi ya 1000 mwaka huu, hivyo inathibitisha wito wake wa ubora katika nyanja za mavazi, uundaji wa muundo na unyoaji nywele na aesthetics. Ishara thabiti ya kuanza kwa mwaka wa masomo kwa kujitolea, muundo na kuahidi. Kando ya kuanza kwa mwaka wa masomo wa 2025 hadi 2026, kamati ya usimamizi ya taasisi ya juu ya mbinu za matibabu Kinshasa, ambayo imeheshimu maagizo haya, iliandaa na pia kuwa na sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi wapya, hasa wale wa mwaka wa kwanza wa shahada Road Panda. Kulingana na maagizo ya waziri wa elimu ya juu, vyuo vikuu na utafiti wa kisayansi, mwaka wa masomo wa 2025 hadi 2026 katika ISTEM Kinshasa sasa umeanza rasmi. Siku ya Jumatatu tarehe 27 Oktoba 2025 ilitengwa kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wapya waliojiandikisha hasa katika madarasa ya mwaka wa kwanza wa shahada ya LMD. Kumweka mwanafunzi katikati ya maono na vipaumbele vyote kwa ajili ya mafunzo bora na ya kiwango cha juu ndilo lengo kuu la kamati ya usimamizi inayoongozwa na Profesa
Josephine Tombaka Kolongo, mkurugenzi mkuu wa ISDEM Kinshasa, alipata fursa nzuri ya kuwahamasisha wageni wapya kufanya mafunzo kuwa maisha yenyewe na siyo maandalizi ya maisha. Tunatarajia kufundisha kwa njia tofauti, kusimamia kwa njia tofauti. Tunatarajia kufanya utafiti kwa njia tofauti. Tuna mpango wa masomo unaolenga kweli mahitaji ya jamii. Vitendo vinapaswa kupewa kipaumbele. Hivi karibuni tutakuwa chuo kikuu cha sayansi ya afya. Katibu mkuu wa masuala ya kitaaluma, Profesa Basile Abilingwe, alitumia fursa hii kuwaalika wanafunzi wapya kufanya kazi na kuwa na uwajibikaji. Wataalamu hawa watarajiwa wa sayansi ya afya walipokea ushauri wa busara, wakielezwa kwamba kama vile fundi hutengenezwa kwa kutengeneza, ndivyo mwanafunzi wa kweli anavyopatikana kwa kusoma. Ni sehemu ya hekima ya Kiafrika. Unapofika katika nchi ambayo hukukaribishwa, funga virago vyako na uende nyumbani. Ni kitabu nilichoandika, nadharia ya herufi A. Hatupitishi barua E. Leo wamechukua hatua ya kwanza, tumewakaribisha na vizuri, tutaunga mkono. Wanafunzi wapya wameelimishwa kupitia uwasilishaji wa kozi mbalimbali zinazotolewa ndani ya ISM Kinshasa. Na kujitolea kulikodhihirishwa na walimu kwa mwaka huu mpya wa masomo wa kitaaluma. Tuwe bado kwenye sekta hii. Tukiwa na Diane Balaka ambaye anatufahamisha kwamba washiriki wa fainali kuu ya shindano la vyuo vikuu la Octans 360 sasa wanajulikana. 10 kati yao walijihakikishia nafasi yao baada ya mjadala uliohusu nusu fainali. Diane Balaka, tunapaswa kufanya jambo hilo hilo bado linatokea katika karne ya 21. Hapa kutoka kwa Bora, kulikuwa na takriban 100 kati yao mwanzoni waliojitolea kabisa kwa adventure na fursa ya 360. Baada ya wiki kadhaa za mchujo na saa nyingi za mashindano kwenye nusu fainali, wamebaki 10 tu waliopata tiketi yao ya kwenda kwenye fainali kuu. Miongoni mwao Rachel Mulowai kutoka Chuo Kikuu Katoliki cha Kongo. Nilihisi furaha kubwa sana, kwa kweli furaha nyingi, kwa sababu ni jambo la kuvutia sana. Ilikuwa nusu fainali, sasa mlango wa fainali umetufungukia. Baraza la majaji lilihukumu washiriki kulingana na vigezo vitatu: mkao, nguvu ya hoja na ushawishi. Nadhani ndivyo hivyo. Mfano tunaotaka kukuza, mifano ya vijana wanaoweza kujieleza kwa usahihi, kuunganisha mawazo yao, kukaa ndani ya mifumo, kuwa na rhetoric inayoungwa mkono vizuri. Shindano hili kati ya vyuo vikuu limejidhihirisha kama nafasi ya kweli ya kujieleza na kuaminiana. Na hii ni furaha kubwa kwetu, uratibu, shirika lote, kuona matokeo haya, kwa sababu tulipoanza nao hawakuwa wamekuja hivi. Ni kweli hawakuwa tupu, lakini viwango walivyofikia leo ni fahari kubwa sana kwetu kuona kwamba tumeshiriki katika mafunzo yao. Hii ni juhudi ya kupongezwa na kufuatiliwa kwa karibu kwa miaka ijayo. Tuzungumze kuhusu haki sasa katika kipindi hiki cha taarifa na kukufahamisha kwamba baada ya uchaguzi wa duru 2, chama cha mawakili cha Kinshasa Gombe kina kiongozi mpya. Huyu wa mwisho, baada ya makabidhiano na mtangulizi wake, amewekwa rasmi kwenye nafasi yake ya kazi. Picha na maelezo. Wito wa rais wa jamhuri wa kuimarisha mageuzi ya kimuundo ndani ya mfumo wa mahakama umepokelewa vyema katika chama cha mawakili cha Kinshasa Gombe. Uwekaji rasmi wa timu mpya inayoongozwa na kiongozi Andre Kibamba ni mfano kamili wa hilo, na ni ishara ya nia hii ya kuleta mageuzi na kuendeleza mabadiliko katika sekta ya haki. Tunajaribu kufanya jambo ili kufuata nyayo zake, na ikiwezekana pia kuboresha pale panapohitaji kuboreshwa. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru rais wa chama cha wanasheria kwa yote aliyoifanyia baa yetu. Na kama alivyosema anaondoka bila kuondoka. Daima atabaki katika huduma ya baron wetu. Kwa upande wake, rais wa wanasheria anayemaliza muda wake Mbaki chini ya Isako alisifu nyakati hizi za uhamisho wa mamlaka na kuashiria hatua muhimu katika maisha ya baroni. Tumehitimisha hivi punde sivyo kikao cha kiutaratibu cha kubadilishana nguvu. Niko katika nyumba ya baron yake. Mimi ni wakili wa baron wake na najua uwezo wake vizuri.
na nina hakika kwamba atafanya vizuri zaidi kuliko mimi. Ni hayo tu. Asante sana. Hafla ya makabidhiano iliyofanyika katika Ikulu ya Haki ilifanyika katika mazingira ya urafiki na kutambuliwa kwa rais anayemaliza muda wake wa chama cha wanasheria. Iliyopatikana, risasi kadhaa zilitolewa kama ishara ya shukrani na shukrani. Jimbo Magala, asante kwa maelezo haya yote. Misheni ilizinduliwa ili kutoa usalama wa kifedha kwa maafisa wa serikali katika mambo ya ndani ya nchi. Ikilenga katika benki na kutambua mawakala hawa wa serikali, ilianza katika majimbo kwa mara nyingine tena Gatan Magalan. Asante, tunaweza kukaa chini. Timu mbili kutoka idara kuu ya hazina na uhasibu wa umma zitazunguka Dirk nzima kukusanya taarifa muhimu, kuandikisha maafisa na wakurugenzi na kuwezesha upatikanaji wao wa huduma za kibenki. Hii ni hatua muhimu katika kisasa cha utawala na kukuza ujumuishaji wa kifedha. Uzinduzi ulifanyika Jumanne hii katika Shule ya Taifa ya Fedha. Uzinduzi huu uliwakutanisha viongozi kadhaa wa DSP pamoja na wakurugenzi kutoka wizara inayoshughulikia fedha, jambo linaloonyesha dhamira ya taasisi hiyo kuwasogezea watumishi wa umma huduma zake na kuhakikisha uwazi zaidi katika usimamizi wa rasilimali za umma. Wajumbe wa msafara wataweza kufika katika mikoa yote, na nawaomba waheshimiwa magavana wawapokee kwa ukarimu na hasa waweze kuelewa umuhimu wa jambo hili, kwamba idara kuu ya hazina ya uhasibu wa umma inafaidika na uhuru wa kiutawala na kifedha, na kwamba watumishi na wakurugenzi watakaofanya utambuzi, wakiwemo maafisa wa kompyuta walioteuliwa mikoani au ODB, ni wakurugenzi na watumishi wa idara kuu ya hazina ya uhasibu wa umma. Tunaona watumishi wa taasisi za mapato kama DGRAD au DDA kwa mfano. Mpango huu unaashiria hatua muhimu katika uboreshaji wa utawala wa umma na katika utekelezaji wa mageuzi ya kifedha yaliyofanywa na serikali ya Dirk. Ninete 2025. Kwa miaka 30 hadi leo, kanisa la uzima wa milele katika Kristo limekuwa likiandika kwa herufi za dhahabu, na zaidi ya yote kuangaza aura yake ya kiroho. Katika nafasi ya kiroho ya Kongo, miaka 30 ya maisha ni muda mfupi wa kuwepo kwa kanisa. Hiyo ni nyingi sana ambayo imefanywa. Hiyo ni kujitolea, si hivyo, Chimne Dondo? Debuteut miaka 30 iliyopita na wachungaji watatu tu. Uzima wa milele katika Kristo inaadhimisha leo miaka yake 30 ya kuwepo. Sala ya shukrani iliashiria kumbukumbu hii ya mwaka ambapo waamini pia waliendelea na kuwekwa wakfu kwa hewa. Kifo mikononi mwa miungu, akiomba ulinzi wake wa kimungu hasa kwa sehemu ya mashariki ya nchi. Hebu tuonge. Mchungaji Dean alitukumbusha kuwa Yesu Kristo ndiye Bwana wetu na tunapaswa kumwamini katika mambo yote, hasa kwa taifa letu. Mungu anaahidi amani. Amani kamili kwa Dirk. Leo nimejikuta katika mabango zaidi ya 45. Hiyo ni faida kubwa. Na watu niliowapata, watoto waliozaliwa, waliokuwa katika Yesu Kristo, huo ndio umuhimu wangu. Hiyo ndio faida yangu. Ujumbe pekee ni kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana, kubaki mwaminifu kwake, kufanya kazi na Kristo kama anavyotaka na kubaki katika neno la Mungu. Ndiyo maana tunamuita Mungu wa Biblia, kwa sababu hatushirikiani naye isipokuwa neno la Mungu. Sherehe iliyojaa imani na matumaini ya mustakabali wa amani na upatanisho. Hiyo inaleta kipindi hiki cha habari hadi mwisho. Asante sana kwa wote ambao umetufuata kila mahali. Weka miadi ya kesho nikiwa na Saje Malin Mata kwa kipindi kijacho cha habari. Mpaka hapo, jihadharini, kaa karibu na kipindi cha redio na televisheni cha kitaifa cha Kongo, na zaidi ya yote, usiku mwema nyote.